Dunia hii leo imeadhimisha siku kadhaa. Kwanza kumekuwa na siku ya ustawi wa jamii ambayo inaangalia matendo na mambo yote ya kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kustawi, kupinga vitendo kadha ambavyo vinadogosha ustawi wa jamii, ikiwemo vitendo vya ukatili. Kando na siku hiyo, pia kumekuwa na siku ya kinywa ambayo unaweza ukasema pamoja nayo imekwenda na siku ya furaha duniani. Ukisikia siku ya kinywa, watu wengi huwa wanawaza sasa mdomo, namna ambavyo utakuwa unaonekana na meno yake pindi ambako mtu anakuwa na tabasamu, kwa sababu wengi huwa wanafananisha haya mambo na kuyaona kana kwamba anatakiwa kwenda pamoja. Kuwa na kinywa kizuri chenye meno yaliyopangiliwa vyema pamoja na kutoka kwa tabasamu, ikiwa ni moja kama vitu ambavyo watu wanavitafsiri kama ishara ya mtu mwenye furaha. Lakini kando na hayo, Waswahili huwa wanasema ukitaka kujua thamani ya meno muulize kibogoyo. Wewe ambaye unaye unaweza ukaiona kwamba ni kitu cha kawaida ambacho kimejaa katika kinywa chako. Tuachane na hayo, acha tujikite katika siku ya furaha duniani, ambayo dunia yenyewe katika kupanga mataifa kulingana na yale ambayo yenye furaha, kuna vigezo kadha ambavyo vinatumika. Kuna vile ambavyo vinatumika mambo mazima ya kipato kama jambo kubwa, lakini pia kujitosheleza kwa mahitaji ya kijamii, jambo jingine ambalo huwa linaorodheshwa kama vigezo vikuu vya kuiweka nchi katika orodha za juu kabisa kama mataifa yenye furaha ulimwenguni. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika hii leo katika uchanganuzi, na hapa studio tumemwalika Geoffrey Mwamnyanyi. Yeye ni msaikolojia. Karibu sana. Asante Nurdin. Kwema? Namshukuru Mungu. Mambo yanakwenda kabisa. Wewe? Kwanza una furaha? Mimi nina raha. Una raha lakini hauna furaha? Kipimo cha raha ni kikubwa zaidi ya furaha. Uwe nazidi hapo? Vinatofautiana, sio tu kuzidi. Kimoja kinaingia ndani ya kingine. Kwa maana mtu akisema ana raha, maana yake furaha imebebwa, iko ndani yake. Ala? Na unaweza kuwa na furaha raha usiwe nayo. Kwa kuna wale ambao wana furaha lakini raha hawana. Hakuna. Sasa haya mbona kama moja imenyofoka hapa, yani furaha afu huku ikabaki raha huku? Ni sawa sawa na kusema kuna mambo ya muhimu na mambo ya lazima. Sio mambo yote ya muhimu ni ya lazima. Ila yote ya lazima ni ya muhimu. Okay. Wewe kuangalia TV ni muhimu kwa sababu unahitaji kupata habari. Lakini ukiwa huna TV haufi. Vipi kuhusiana na chakula? Ukikikosa unaondoka. Kwa hiyo kuna mambo ya lazima. Kuna vitu ambavyo ndani yake vinabeba misingi ya vitu vingine. Okay. Lakini kuna vingine ambavyo ni msingi wa hiko ambao kimebeba au kinaenda kukibeba chenyewe ambacho ni msingi mama. Okay. Kwa hiyo kwenye raha na furaha, raha ndio mama yao. Lakini furaha ni mtoto. Tumeanza na darasa ambayo natufuatilia. Mwamnyanyi ameanza kutupa darasa. Nimemuuliza kwamba una furaha, asema yeye ana raha. Na hapo sasa akaja kutupa ufafanuzi kwa nini anasema ana raha, kwa sababu furaha huwa inabebwa ndani ya raha. Lakini raha wakati mwingine sinaweza ikaletwa tuna kitu fulani tu kimoja alafu ikakatika. Ya, raha si hivyo. Raha haitoki nje. Raha inatoka ndani. Raha ni total satisfaction ya vile ulivyo. Yani kukubali uhalisia wa jinsi ulivyo na kupenda kile ambacho umekijua juu ya jinsi ulivyo, ndio raha huwa inapatikana hapo. Lakini furaha inakuja kama sehemu ya utekelezo wa matakwa yanayotoka nje kuja ndani yako kwa kadiri ya mahitaji ulionayo. Kwa mfano ukiwa unahitaji fedha ukazipata, utapata furaha. Okay. Lakini kupata raha lazima usichukue zile fedha ziwe sehemu ya kukubali kile ambacho umekipata kuwa ndivyo kilivyo. Falsafa kubwa. Sasa kuna watu ambao huwa anasema bwana, mathala anaweza sasa mimi nikipata chakula fulani bwana, unasikia raha kweli kweli. Ni kwa sababu hawajui hizo terminology mbili zinatumikaje.
Kuna watu ambao wanaishi kwenye kipato cha chini lakini wana raha, na kuna watu matajiri wanaweza kupata chochote lakini hawana raha. Lakini wakitaka kutojisikia vibaya kuendelee, wanaenda kuitafuta furaha kwenye vitu vya nje. Okay. Kwa anaweza kaenda sehemu akaengage na marafiki, akafanya hiki ili aipate hiyo furaha, lakini raha kuipata ni mpaka ndani yako ndio kuamue. Na kunaamua nini? Kukubali kwa amani kwamba hivyo ilivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo pale ambako nasema mtima umekubali kwamba hii ni laptop yangu ambayo naweza kuimudu, ikafanyia mambo yangu, ndivyo hali yangu ilivyo, hapo napata. Kwa mfano labda watu wa information technology wanaweza kaja kuambia hii bana ina sifa zipi? Ukasema ina RAM ya 8, si ndio? Labda ukasema ina processor ya 1.5, ukasema labda ina storage ya 256. Yeye kama anafanya heavy duty, yale majukumu mazito ya editing na vitu vingine, atakwambia pengine hiyo ni RAM peke yake inaweza kawa inanisaidia kufanya kazi. Okay. Lakini processor yake labda ni ndogo, labda pengine angetaka kupata kompyuta ambayo ina storage ya terabyte 1. Umenielewa ninachosema eh? Kwa hiyo wewe kwa kuwa hiki kitu umekipokea kama kilivyo, hata kama ulikuwa unahitaji kikubwa, lakini hiki ndicho ambacho unacho na umekubali hiki ndicho saizi yako, kwa sababu huo ndio uhalisia. Okay. Unaitengeneza raha ndani yako. Kwa hiyo hutotengeneza tamaa ya kuhitaji kitu kingine cha ndani, cha nje, kwa sababu hiki ambacho kiko ndani yako kimekubali hiki ambacho ni cha kwako. Lakini kwa yule ambaye anaitafuta furaha, manake kuna budget anaenda kuiharibu ili atafute kompyuta yenye sifa hizo ili ajisikie vizuri, na hata akitoka mbele za watu wamuone kwamba ana kompyuta nyingine ambayo ina sifa kubwa. Okay. Na ndio wengi, kwa mfano nikitoa mfano unaweza kuelewa kirahisi, wanakwenda kwenye dhifa mbalimbali labda za uchangiaji, harambee. Anapata kipato cha shilingi 300,000 labda kwa mwezi au shilingi 500,000. Alafu kwenye dhifa anaahidi atachangia shilingi 800,000. Unanielewa eh? Akitoka pale amesema akapata furaha, watu wamefanyaje? Watu wamemuona, lakini ndani hatakuwa na raha. Umenielewa ninachosema eh? No. Lakini yule ambaye atasema mimi akijiassess, anasema mimi kipato changu ni shilingi 500,000. Kwa hiyo hapa nikipiga hesabu ya bajeti na familia na nini, akasema mimi nitatoa shilingi 10,000. Inakuwa ndani ya uwezo wake. Amekubali, pamoja na yale mazingira kumtaka aonekane ni mtu wa thamani au wa kiviwango kutoa fedha nyingi. Yeye amekubali ndani yake kwamba huu ndio uhalisia wangu, na akasema ambacho anakimudu. Kwa hiyo ni ndani kumeamua. Akitoka hapo ana amani, kwa sababu uwezo wa kufanya hiyo kitu anao. Mtu wa namna hiyo huwezi ukamkuta hana raha. Lakini huyu mwingine ataahidi fedha kubwa, atapata furaha, kwa sababu moja kati ya sifa za furaha ni kwamba huwa zidumu muda mrefu, kwa sababu furaha inazoeleka. Ila raha huwa ni bubujiko la muda wote, endapo unatengeneza muendelezo wake. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kusema bwana, mimi mathalan nikiwa na fulani ndio napata raha. Hiyo nayo ipoje? Msingi wa kama unayesema huyo ni fulani, umekubali kutokea ndani, hivyo alivyo ndivyo ulivyompokea, utapata raha. Lakini kama akiwepo huyo mtu, alafu ukatafuta sababu za nyongeza ambazo ungependa awe vile unavyokusudia wewe awe, lakini hayupo hivyo, raha huwezi kuipata. Ndio maana kwa mfano tuchukulie mfano tunafanya majukumu. Tumekuwa tuna wasaidizi kwenye majumba yetu ambao wanatusaidia kuweka vitu hapa na pale. Ukamwachia kwambia hiki kifanyike, ukaenda ukuta kafanya tofauti, hutakuwa na furaha. Okay. Lakini wewe ukienda kufanya mwenyewe, unaamini umefanya kwenye viwango ambavyo ulivikusudia, utakuwa na raha. Kwa sababu gani? Kwa sababu huoni sehemu ya kutokukamilika kwa kile ambacho umekusudia ndani yako. Ndio maana moja kati ya shida kubwa ambayo inawatesa watu wengi, kukosa furaha, sio raha, kukosa furaha ni imagination. Dhana picha ambayo wanaitengeneza juu ya mambo yanatakiwa kutoka nje kuja ndani. Kwa mfano, vijana wengi sasa hizi wanatamani kupata ajira, sio? Walipokuwa wanatoka vyuoni walikuwa wana furaha kwa sababu wanaamini wanakwenda kwenye majukumu ya kazi. Lakini pengine labda wamekuja kwenye mazingira ya kawaida, wanagundua wanatakiwa wafanye bidii zaidi
ili waweze kupata kile ambacho walikifikiria kwenye vichwa vyao kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Yule ambaye alitoka chuoni akiamini shule imemfanya kuongeza uwezo wa kutumia akili yake, akaja akajiongeza kwenye mambo mengine, anaweza kuwa na raha kwa sababu muda waliopoteza hao wengine wakisubiria, yeye kautumia kwa usahihi. Kwa sababu gani? Ndani yake alikubali kwamba ametoka chuoni, kupata ajira ni changamoto. Kwa hiyo mazingira yoyote aliyokutana nayo anafaidi. Nitoe mfano mwingine. Kwa mfano watu wanaopata changamoto ya kuhukumiwa kwenda kifungoni jela, sio? Sisi kwenye saikolojia tunaiangalia adhabu kama mwanzo wa kukataa ulichoambiwa kwa uhalisia. Yaani kwa mfano umeambiwa bwana, wewe unakwenda jela miaka 10. Ukishakubali ndani yako kwamba pale sehemu unayokwenda ile ndio nitakayokuwa naishi kwa miaka 10, kiwango cha resistance kwamba sio sehemu yangu kikiwa kinapungua, ndivyo ambavyo unatengeneza raha ndani yako. Lakini kadri utasema kwamba miaka 10 unaanza kuhesabu siku, wiki, mwezi, mwaka, ndivyo ambavyo unajiondoa kwenye utaratibu wa raha na unajikuta ni changamoto. Kwa hiyo ili upate furaha, kwa sababu umeshaikimbia raha kwa kutokukubali ndani yako, unaanza kutafuta vitu vya kufanya ambavyo ni vya nje vije kukampani kwenye haya mazingira. Okay. Kwa hiyo furaha huwa inatoka nje kuja ndani, raha inatoka ndani kwenda nje. Kwa hiyo sasa wale ambao wakati mwingine wanaweza wakasema mtu anakuwa na kipato kikubwa, tafuta na fedha za kutosha, hapo anasema anakosa furaha, au wapo sahihi ama wamepotoka, wamevuruga kati ya furaha na raha? Wamepata changamoto ya kutoa hizo tafsiri tu. Kama una access ya kuweza kupata chochote unachokitaka, maana yake furaha iko kwenye mikono yako. Kwa sababu ni matekelezo ya kile unachokihitaji kutoka nje kuja ndani. Lakini raha ni kukikubali kile ambacho sasa umekipata kwa amani kutokea ndani yako. So inawezekana ukaenda ukanunua kwa mfano Range Rover, sio? Ukaiweka hapo, ni gari yako, umeamua kuichukua. Lakini ukawa huwezi kuitumia tena. Kwa nini huwezi kuitumia? Unajua sababu za wewe kutokushindwa kufanyaje kuitumia. Pengine huwezi kuiendesha. Pengine unaona kama ukiendesha kuna watu walio nyuma yako ambao unashabiana nao au unahusiana nao, wana umasikini wa kutupa. Kwa hiyo unaweza wakajisikia vibaya kwa sababu umekuona una chombo ambacho ni cha gharama kubwa. Kwa hiyo ile hali ya unayoisikia ndani kutokukubali uhalisia wa kile ambacho kipo imekuondolea raha. Lakini uwezo wa kukipata umekuwa nayo. Ndio maana kwa mfano unajua nature ya binadamu ni kuongezeka kwenye kila kitu. Leo Nurdin, ukisema unahitaji shilingi milioni 50, ukipewa hapa milioni 50, pap, ndani yako monetary extension inatokea. Sasa ningepata milioni 100, ningefanya na hiki na hiki na hiki. So nature yetu ni kuongezeka kwenye kila eneo. Lakini unapoongezeka ndipo unapopata furaha. Ile kile ambacho kimeongezeka ukikikubali jinsi kilivyo, ndio raha inaanzia hapo. Ndio maana moja kati ya kipimo kizuri cha kwamba una raha au hauna raha ni kujua unayatumiaje mambo ya wakati huu na unayachukuliaje. Yaani unaondoka kwenye dhana ya kufikiria kwa picha, unarudi kwenye uhalisia. Furaha inaambatana na picha na majibu ya picha uliyoitengeneza kutokea nje kuja ndani. Raha inajihusisha na uhalisia wa sasa. Wewe ni nani, una nini, unafanya nini, kwa ajili ya nini na nani. Na hivyo ndivyo ambavyo umekubali kwa amani kuwa navyo katika misingi yoyote. Kuna jambo moja ambalo watu wengine wanasema imani za dini huwa zinasaidia sana kuleta hayo mambo yote mawili, furaha na raha. Ni kweli kuna hilo ambayo inaweza kusaidia hayo matamanio ya mtu kufikia katika hivyo vigezo kwa sababu ya kuwa na imani yake fulani ya kidini. Jambo lolote lile ambalo linakupa usalama ambao una picha ambayo haina ukakasi, huwa lina sifa ya kukuletea wewe raha. Moja kati ya kitu ambacho kinafanya watu wakose raha wakajikuta wanaangukia kwenye furaha ni kutafuta vitu lakini hawapati clarity ya hivyo vitu. Yaani leo mimi nimekaa hapa na Nurdin, kama nikipiga picha kesho sijui ninakula nini, alafu nikaanza kutengeneza imagination ninachokitaka kukipata,
lakini katika uhalisia sijakubali hali yangu nilionayo kwa sasa, automatically naingia kwenye shida ya kupata changamoto hiyo. Sasa integration, mwingiliano kati ya vitu vya kiimani na maisha ya kiuhalisia vinakuja kwa sababu imani inavuka uthibitisho wa mazingira ya kawaida. Kwa hiyo kinacho operate ni nguvu ya kuamini, sio nguvu ya kuthibitisha. Yani haijalishi ninajiona sina fedha, lakini kwa sababu ninaamini yuko ambaye anaweza kunijalia wakati wote kupitia mifumo ya hivi vinavyonizunguka. So kile kiwango cha kuamini kinanifanya niwe na comfortability. So kwa sehemu kubwa kwenye imani kuna nguvu ya kuwa na comfortability. Lakini uthibitisho wa kwamba una raha au una furaha, hayo ni matokeo yanayokuja baada ya kuwa umekubali au umepata ambavyo vinatoka nje kuja ndani. Ndio maana hata hao ambao wanaomba kwa mfano au wanaomba dua, wanafanya maombi ili wapate vitu Mwenyezi Mungu awajalie, akipata hicho anachokitaka wakati huu, anaweza kwenda tena akaomba kingine kikubwa zaidi. Kama ilikuwa ni swala la imani kumletea comfortability pamoja na raha au furaha, manake ambacho angekipata kingekuwa kimefanyaje, kimemtosheleza. Imani inaweza, mtu anaweza kaishi asiwe na chochote, lakini akawa amejenga comfortability kwenye kile ambacho anakiamini na akaendelea kuwa anaamini yuko salama. So ni swala la usalama kwenye kuishi kwenye imani. Kuna jambo jingine ambalo nalo lipo hapa, Mwamnyanyi, itabidi utusaidie. Ni watu wa psychology sasa. Vigezo gani mnaona kwamba hivi vinaweza vikafaa kuonesha kwamba huyu akiwa navyo, inawezekana si vyote, baadhi vikamfanya awe ni mwenye furaha na ikasababisha labda hata baadaye akawa ni mtu mwenye raha? Cha kwanza ni tuna kitu inaitwa mental health content. Ni ustawi kama wa uwezo wako wa kiakili, ambao ukiwa katika hali chanya kuna mambo ambayo utaanza kuyathibitisha. Mojawapo ni utulivu wa maamuzi unaoyafanya. Mtu anapoanza kukosa utulivu wa maamuzi, tafsiri yake ni kwamba hana picha halisi ya kile ambacho kinakuja mbele yake au alichokipita nyuma yake. Na pia hana picha halisi juu ya anachokitaka na pengine kinavyoweza kuwa vile ambavyo anakitaka. Kwa hiyo tunapokuona umeingia kwenye utulivu wa kiakili juu ya maamuzi ambayo unayachukua, tunaanza kukuona uwezo wako wa ustawi wa kiafya unatusaidia kukutengenezea picha kwamba huyu mtu anaweza kuwa na furaha au raha. Kwa sababu ukiwa na utulivu wa maamuzi, huwa inatengeneza equilibrium ya matokeo, inatengeneza balance, mzani wa matokeo. In case imetokea hasi, utaipokea, utaendelea nayo. In case imetokea positive, chanya, utaipokea, utaendelea. Na hiyo haiji kwa bahati mbaya. Sisi tunasoma kitu inaitwa psychobiological. Psychobiological namna gani ambapo mifumo ya fiziolojia inaingiliana na mifumo ya kisaikolojia. Yaani mfumo wako wewe wa maumbile unavyoingiliana na dhana ya saikolojia. Kwa mfano, kuna watu ambao wanakosa raha kwa sababu walikuwa ni wazima, wakapata ajali, kiungo kimoja kikapungua, anajiona si tena mkamilifu. Kwa hiyo ile dhana ya ndani ya kujiona yuko hivi amejikubali inakufa. Anajiona ni mtu ambaye kapungua. Kwa hiyo hata kama unamletea vitu vingine anakuambia unajisumbua tu bwana, kimi nishakuwa mlemavu bwana. Akishasema hivyo maana yake ni kwamba ndani yake ameshajikataa. Unagundua raha huyu mtu hana tena. Inawezekana ukamletea chombo ambacho atakitumia, lakini unasema, atakwambia yani ningekuwa mzima mimi nisingekuwa unamletea hiki chombo bwana. Maana yake ni kwamba umempa furaha kwa sababu anaweza kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Lakini total acceptance ya ndani kwamba sasa hivi nilivyo ndivyo ambavyo nilivyo na nimekubali kwa amani, hiyo kitu kwake kinakuwa hakuna. So eneo la kwanza ni utulivu wa kiakili kwenye maamuzi. Lakini jambo la pili, tunaangalia reaction za mtu. Anapoletewa mambo ambayo yana furaha au yana raha, yanatoka ndani au nje, kwa maana ya kwamba anaweza kumtengenezea nguvu ya ndani kujisikia vizuri, au yanaletea sababu ya kuappreciate kutokea nje, kukubali kutokea nje,
anapokeaje? Kuna watu ambao ukimletea jambo sasa hivi, kama uwezo wake wa ustawi wa kiakili si bora, hata kama jambo ni chanya, utakuta anaanguka hapo, anaondoka. Tumeona kwenye viwanja vya mpira wa miguu, kuna watu ambao timu yake imefunga goli na ndio goli hilo linamuondoa duniani. Tunaona kuna watu wanapewa fedha nyingi, amepata bahati, watu wamemuona, wamempelekea hiki, unakuta pale ndo maisha yake yamefanyaje, yanavurugikia. Kuna vijana au watu wanapewa vitu ambavyo sasa ni vya thamani. Baada ya kupewa tu vile vitu vya thamani, anatengeneza njia nyingi ambazo zinaondoa sasa ule utaratibu wake wa kawaida wa kujielewa. Anasema au kwenye full conscious au kwenye utimamu wake timamu wa kujielewa. Sisi Nurdin, tunapoangalia vitu vya saikolojia, tunaangalia namna gani unaanza kujifurahia wewe kwanza kabla ya kutoka nje. Yani wewe leo ukijua moyo wako haujawahi kupumzika tangu umezaliwa, ni sababu kwanza ya kuappreciate vilivyomo ndani yako. Wewe leo ukijua kwamba mkono wako wa kushoto na wa kulia umekuwa vinashirikiana kwa muda mrefu tangu umezaliwa, ni sababu ya kuappreciate kile ambacho tayari unacho. Wewe ukijua kwamba bwana, mimi sina mental retardation, sina mtindio wa ubongo, nina akili timamu na nguvu, naweza kula nikafanyaje, ukianza kujiappreciate ni mwanzo wa kujitengenezea furaha wewe mwenyewe. Lakini ukiona unasubiria vitu vya nje kuja ndani ndio vitengeneze nguvu ya maamuzi, maana yake unaanza kupata changamoto. So sehemu kubwa sana tunaangalia matendo. Sasa kuna haya ambayo yanatoka kwenye physiological aspect. Kwa mfano tuna kitu tunakiita sympathetic na parasympathetic systems, ambayo ni hali yako wewe ya kureact na kurudi katika hali yako ya kawaida. Ipo kwenye mfumo wako wa taarifa, mfumo wako wa fahamu, ambayo tunaita ni neurological system. Hii vitu vinashirikiana na dhana zako wewe psychologically. Kwa mfano, matukio yanatokea mbele yako. Yakitokea, kinachoanza kuja ndani yako ni perception, mtazamo. Hili jambo lina maana gani? Linapokuja linaweza kubadilisha hata mapigo yako ya moyo. Kama ni la kuogofya, unashangaa mwili unaanza kutengeneza kitu kingine. Kuna mwingine anakuta anatetemeka mpaka jasho linafanyaje, linamtoka. Maana yake ni kwamba tayari mfumo wako wa saikolojia umeingiliana mfumo wako wa fiziolojia. So jumla ya mwingiliano huo kwenye majibu utakayoyatoa juu ya mambo yanayokuja kutoka nje au ndani yako, yanatupa picha kujua kwamba afya yako wewe iko katika msingi hivi. Ni kwenye mjadala wetu wa Uchanganuzi leo tukiangazia siku ya furaha, tukiwa na mwanasaikolojia Geoffrey Mwamnyanyi ambaye ametupa darsa kutofautisha kwanza furaha na raha, kiamini ya kwamba nao wamepata somo hilo. Raha huwa inakuja na inabeba furaha ndani yake, na ametueleza namna ambavyo ya kuweza kuipata raha, kwa sababu huwa inatoka ndani kabisa ya mwili. Lakini furaha unaweza ukaipata tu kutokea nje ikaja ndani, lakini raha ni lazima itokee ndani ndio iende nje, mambo ambayo ni ya kuzingatia. Neno lako moja Mwamnyanyi, kabla tujaondoka hapa kwenye hizi dhana. Sasa mtu ambaye anaweza kusema nami napendelea siku moja bwana niwe na furaha ama niwe na raha ambayo naiona kabisa hii ni raha, nini azingatie? Kupata furaha au kupata raha, kwanza lazima usiende against nature. Nature imebeba haki. Yaani jambo lote lile ambalo halina haki kwenye kufanikiwa kupatikana kwake au kuwepo kwake au kufanyika kwake, huwa linafanya mtu asiwe na furaha wala asiwe na raha. Yaani nafsi yako wewe itakushtaki kwanza kwamba hiki unachokifanya sawa, unaonekana vinafanya vizuri, lakini kiuhalisia iko kitu hakikustahili. Hiyo mosi. Lakini cha pili ni watu kuishi usasa. Usitengeneze dhana picture ya vitu ambavyo bado hujavifikia. Unaweza kuwa na ndoto. Shida sio kuwa na ndoto kubwa. Shida ni kukubali hatua za kuifikia hiyo ndoto kubwa ambayo umekuwa nayo. Na hii sasa inakuta vijana wengi au unakuta watu wengi wazima ambao wameishi kwenye maisha ambayo yamewatengenezea msongo wa mawazo kwa muda mrefu, wamepitia changamoto ngumu ambazo pengine zitengeneza majeraha ndani yao. Wakikataa ndani, ujue kupata furaha ni changamoto. Kuna nyakati ambazo lazima ukubali kwenye maisha yako, zipo za kuumia na zipo za kuponywa. Challenge ya wengi ambayo inafanya wasiwe na furaha wala siwe na raha ni kukaa kwenye maombolezo kwa muda mrefu wakati ambapo wako kwenye kipindi cha hizo changamoto. Dunia imeumbwa ikiwa na majibu pamoja na maswali. Jifunze kutumia wakati wa maswali vizuri kwa uelewa,
na jifunze kutumia wakati wa majibu kuweza kusonga mbele. Maneno ya kwake msaikolojia Geoffrey Mwamnyanyi ambaye tumekuwa naye hii leo, wakati dunia ikiwa inaadhimisha siku ya furaha ambayo pia nimekuambia imekwenda na maadhimisho ya siku nyingine kadhaa ikiwemo siku ya kinywa na meno, lakini pia kumekuwa na siku ya ustawi wa jamii. Sisi tuliamua tuweke mjadala wetu katika siku ya furaha kwa sababu kuna mengi, na naamini kwamba darasa ambao umelipata hii leo litakusaidia. Nikushukuru sana Mwamnyanyi. Asante Nurdin. Naam, na kwa nukta hiyo ndo nafikia tamati ya Uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Panapo majaliwa tukutane tena Jumatatu kwenye kipindi kingine cha Uchanganuzi, na nikutakie tu Ramadhan Karim kwa wale ambao wanaendelea kufunga, masiku yakiendelea kukimbia, na wale ambao wanawazawaza Lailatul Qadri, basi ni wakati wake mzuri huu wa kujifunga kibwebwe. Lakini wewe ambaye unaendelea na mfungo wa Kwaresma pia nikutakie kila la kheri. Usiku mwema kwako.